ladies and gentlemen, it's your girl Chanela with trending news from Manara TV. So one among the trending things huko mitandaoni ni kuhusu maisha mapya ya Agrey. Maisha mapya ya Agrey ni miongoni mwa maisha bora kabisa ambayo ameweza kuyachagua kwa hivi sasa, ambapo yeye saizi ameamua kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini pia vile ambavyo ameweza kubadilika kabisa kwa vitendo vyake. Wapo ambao waliweza kumtabiria vibaya Agrey kwamba hataweza kukaa kwenye hali ambayo aliyokuwa nayo kwa hivi sasa na kwamba hataweza kurudi tena kule ambapo alipotoka. Tumeweza kumshuhudia Agrey toka mwishoni mwa mwaka jana, toka 2024, aliamua kuachana na yote na kisha mwenyewe kutangaza rasmi kuokoka. Kwanza tumeshuhudia kwa kubatizwa kwake, lakini pia kusoma neno la Mungu, yani Biblia muda wote, na kuendelea pia na mambo mengine mazuri ya kumcha Mwenyezi Mungu. Agrey anasaidiwa kwa kiasi kikubwa sana na Lilian Mwasha, na ndo mtu ambaye anamlea na anamuongoza kiroho, na kwa sasa hizi pia Agrey ameweza kubadilika na kuwa pia na muonekano mwingine mzuri kabisa. Mwishoni mwa mwaka jana Agrey alipitia changamoto, na ile changamoto ambayo aliyoipata ndio ilimpelekea yeye kufanya maamuzi kama hayo, yani ya kubadilika na kumfuata Mwenyezi Mungu. Baada ya kusikia sauti ya Mungu, Agrey aliamua kubadilika. Alikuwa anasikia sauti ya Mungu ikimuita na kumsihi kubadilika na kuachana na yale yote ya zamani. Sasa yani ninavyozungumza na wewe, saizi Agrey ana maisha mengine yani tofauti na mazuri kabisa. Agrey ameweza kufunguka katika akaunti yake ya Instagram kwamba saizi changamoto kubwa ambayo anapitia, lakini kwake yeye haoni kama ni kitu kikubwa, ni kitendo cha baadhi ya watu wa karibu, yani watu wake wa zamani, marafiki pamoja na jamaa, hata baadhi ya ndugu wameweza kumtenga. Just imagine, saizi yani wamemtenga na kumwacha kutokana na yeye kuchagua upande huu hapa wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wapo wasanii maarufu hasa wa Bongo Movie pamoja na wasanii wa Bongo Flava ambao waliokuwa na ukaribu mkubwa sana na Agrey kwa kipindi cha nyuma, lakini saizi wamemtenga, yani hadi yeye mwenyewe sasa kaona kabisa kwamba kuna kitu hakipo kama kawaida, yani kama zamani. Katika page yake ya Insta aliweza kupost picha kisha kaandika kwamba Agrey anajiita Philemon Agrey TZ. Kaandika hivi: tangu nilipokuwa na Yesu nimejawa na furaha isiyo na kifani. Usiogope kuacha dhambi hata kama unahisi kama unapoteza kila kitu, na kuhakikishia Mungu yupo na atakupigania. Usisikilize makelele ya wanadamu, sauti ya Mungu ndiyo inayoongoza katika amani ya kweli na matumaini ya milele. Haya, mnialike kufuturu, sasa nipo tayari. Akaweka na mkono ule wa kuomba. Sasa kwa kauli yake hii hapa ambayo kaweza kuiandika, ina maana kabisa kwamba kuna baadhi ya watu wameweza kumtenga na hawapo naye tena, na pia watu mbalimbali walishamwambia before kwamba kwa kuwa saizi ameamua kuchagua njia sahihi, yani wanajua kwamba kwa namna moja au nyingine kuna ambao hawatavutiwa na hicho alichokifanya, kwa sababu wanapenda kumuona akiendelea kufanya maasi, akienda kufanya madhambi kama wao, kwa jinsi ambavyo wanaendelea kufanya. Anyways, ni mambo ambayo ni ya kawaida kwa mtu akiamua kubadilika. Binadamu wana tabia ya kuondoka, yani you know, nobody is there always. Na baadhi ya comments pia zimeonyesha watu wakiwa wanamsupport Agrey, yani kumtia moyo kwamba yeye aendelee tu kumcha Mungu, afurahie mabadiliko yake. So hizi hapa ni baadhi ya comments kwake yeye. Mmoja anasema damu ya Yesu iendelee kunena mema juu yako. Unaona ambavyo watu wanamsupport. Mwingine anasema man and a half, yani mwanaume na nusu. Mwingine anasema yani nakufurahia we kaka jamani. Mwingine anasema kwa kuwa umemtukuza mbele ya mataifa, atakutukuza pia mbele ya mataifa, yani wewe ni wa juu kabisa. Mwingine anasema Mr. Handsome Yesu hafichiki, Agrey umependeza. Mwingine anasema looking good bro Philly, Mungu azidi kukupa furaha hiyo siku zote za maisha yako. Watu wanaendelea kumencourage, yani wanaendelea kumpa matumaini kwamba yeye aendelee hata kama kuna marafiki au ndugu au majamaa wamemtenga saizi, yeye aendelee kwenda mbele, Mungu atambariki. Mwingine anasema wewe Agrey wangu mwenyewe, asante sana Yesu wangu, the biggest transformation ya kaka Agrey.
nakupenda wewe sana sana. Mwingine akasema mwamba kabisa, mashallah, Allah karim. Mwingine anasema fedha na dhahabu zote ni mali zake, mamlaka yote ya dunia na mbinguni ako nayo Yesu. Tumwachie Yesu twende kwa nani? Yaani tumwachie Yesu twende kwa nani? Mwingine anasema Mungu azidi kukuinua na kuweka juu kwa kuheshimisha zaidi mkuu wa Gray. Anyways, comments ni nyingi sana. So mimi kwa kweli pamoja na watu wengi sana wamefurahia transformation ya Gray, and I believe it's all for the best. Anyways, for more trending news, stream on Manara TV all digital platforms all time every day.